Asante kwa kuendelea kwa nasi. Karibu tujadili kuhusiana na adhabu za viboko ambazo zimekuwa zikitolewa mashuleni, kukiwa na mwongozo ambao unaeleza zaidi kuhusiana na hilo, lakini ni kwa kiasi gani umekuwa ukifuatwa ni miongoni mwa yale ambayo tutagusia hapa, na tutazungumza na wahusika katika hili kufahamu changamoto iko wapi. Tutasikia pia kutoka mikoa mbalimbali maoni ambayo yametolewa na wakazi, hasa katika mikoa mbalimbali ambayo tutajua hapo baadaye. Lakini kwa sasa nikutambulishe ambao tunao hapa studioni. Tunaye Vivian Hugulum ambaye yeye amewahi kuwa matron akifanya kazi kwa ukaribu zaidi na wanafunzi. Tutafahamu kuhusiana na tabia mbalimbali za wanafunzi. Karibu sana Vivian. Asante. Lakini mambo akiwa sawa kule Dodoma, tutaungana na Godfrey Boniventura ambaye ni mkuu wa miradi kutoka Haki Elimu, kusikia kutokana na tafiti ambazo Haki Elimu wamekuwa wakifanya hasa kuhusiana na adhabu ambazo zimekuwa zikitolewa mashuleni. Na muda mfupi ujao hapa Dar es Salaam tutaungana pia na mdau wa elimu Moses Kiando kujua kuhusiana na hili. Lakini nikukumbushe tu kuwa adhabu shuleni zimekuwa zikitolewa bila kuzingatia miongozo ambayo imewekwa na kanuni pamoja na sheria za utoaji wa adhabu dhidi ya makosa mbalimbali ambayo yaliwekwa kwa mujibu wa sheria, na hivyo kusababisha madhara makubwa si tu kwa watoto bali kwa wazazi na wakati mwingine hata kwa uongozi wa shule kwa ujumla. Na ni miongoni mwa yale ambayo tutagusia hapo baadaye. Tutakuonyesha pia kutokana na kanuni ambazo zipo na zimewekwa nini msingi ambao umewekwa wa kuzingatiwa wakati wa utoaji wa adhabu. Lakini kwa sasa tuanze kwa kufahamu kuhusiana na aina mbalimbali za wanafunzi na tabia zao kwa ujumla. Kabisa. Karibu Vivian, umekaa karibu sana na wanafunzi na kinachoelezwa ni kwamba wanafunzi wako aina tofauti. Kuna wale ambao wanakuwa wanafuata taratibu, lakini kuna wale ambao wamekuwa wakaidi. Kutokana na uzoefu wako wa kukaa nao kwa miaka mingi, unaona nini hasa kwa wanafunzi? Okay, kwanza mimi ni mwalimu kitaaluma na nimeshafanya kazi kwenye shule nyingi tu nikiwa kama mwalimu, na kuna baadhi ya shule nyingine nimefanya kazi kama matron. Kwa hiyo kwa kweli wanafunzi nawaelewa sana. Kuhusu tabia, kuna wanafunzi wana tabia ambazo ni ukimwambia inabadilika. Kuna wanafunzi ambao wana tabia ambazo yeye abadiliki, pengine ana changamoto kuanzia nyumbani. Kwa hiyo mpaka mwalimu uweze kumsoma vizuri, uweze kumuelewa kwa nini tabia yake haibadiliki, au kwa nini kila akiambiwa haelekei. Anapewa adhabu ndogo ndogo nyingi tu, pengine za kuona kwamba tukimpa adhabu hii kesho anaweza kafanya hivi akafanya hivi. Lakini kile kadri unavyozidi kumpa adhabu ndivyo kama unavyozidi kumwambia endelea na hiyo tabia yako, unaelewa? Lakini pia kuna watu wana tabia za kuiga. Kwa sababu anaona fulani anafanya hivi, basi hata mimi naweza nikafanya. Hata kuambia unafanya maiga tabia fulani, unajua jana mmechapwa nini tunasema parade, kwamba wanafunzi wote kengele inagongwa, wanafunzi wote wanaitwa pale, kuna hivi. Yaani unaona mbona tafadhali leo kufanywa hivyo na bado tu anasoma na shida, hata mimi nikifanyiwa kuna tatizo gani, unaelewa? Kwa hiyo tabia za wanafunzi ziko nyingi na wakati mwingine pia hazitabiliki. Yaani mtu anaweza kana tabia hii leo lakini kesho akaiacha akawa na tabia nyingine inayofanania kama ile ya mara kwanza, pengine kaja kuwa na tabia nyingine ambayo ni tofauti kabisa. Kwa hiyo wanafunzi wote ambao wanabadilika, lakini pia inategemea na aina ya walimu. Pia inategemea na aina ya uongozi, pengine wamezoea kuwa na mwalimu mkuu aina fulani, siku analeta mwalimu mkuu mpya na akiwa bado hajamaliza shule yuko pale pale anakuwa na tabia nyingine. Kwa wakati mwingine wanafunzi wanaangalia hata na aina ya uongozi wa shule. Mwalimu mkuu yukoje, uongozi wa shule ukoje, na pia anatengeneza tabia yake binafsi kulingana na mazingira ya uongozi wa shule na vitu kama hivyo. Katika shule ambazo umekuwepo kama mwalimu na kama matron, ni kwa vipi mmekuwa mnashughulika na changamoto kama hizo? Sasa hapo inategemea. Mfano kwenye shule za boarding watoto wana tabia zao tofauti, kwenye shule za day pia watoto wana tabia zao tofauti. Kwa hiyo kama walimu, lakini pia kama wazazi, watoto shule tulikuwa tunawapa adhabu. Adhabu zinatolewa, sio zile adhabu za kumfanya mwanafunzi ajute au kesho sasa mimi kama ni shule bora niame. Ni adhabu za kawaida ambazo zinamfanya mwanafunzi
au ni kwamba kinachofanya sio kitu kizuri. Na hata ukiongea naye mwanafunzi kweli anakiri kwamba madam, naomba nisamehe nimekosea. So kwamba haoni kama kinachofanya sio kitu kizuri. Sema tu mtu akishakuwa mwanafunzi, sijui kuna hali ambayo anakuwa nayo, kwa sababu pale asomi peke yake, kuna ile kuwa na watu wengi. Kitendo cha mtu kuwa kwenye watu wengi, anaweza kujikuta ana tabia yake nzuri sana. Na utakuta wanafunzi wengine akiwa nyumbani na akiwa shule ni watu tofauti. Ukimwita mzazi wake na kumwambia mtoto wako na tabia fulani, mzazi anakataa. Hapana, huyu hayuko hivi. Mbona haje kufanya hivi nyumbani hata siku moja? Mbona nyumbani hayuko? Yani kwa hiyo ni zile tabia ambazo pengine mtoto anazifanya akiwa kwenye mazingira ya shule. Mwingine akimaliza shule ile tabia kweli haiko nayo tena. Inabaki tu kwa hadithi tu, kwa tunasoma fulani alikuwa na tabia hii, lakini sasa hivi hayuko vile tena. Lakini kuna watu ambao anasema kwamba ambao ni tabia zao hata nyumbani yuko hivyo, shule yuko hivyo, na hata kimaliza yani maisha yake kila naye anayekutana kwenye stage fulani anakuambia tabia yake hiyo moja. Yani huyu nimesoma naye primary alikuwa hivi, yule nimesoma naye secondary alikuwa hivi, yule nimesoma naye chuo alikuwa, yule anafanya naye kazi yuko hivi. Yani watu wanataja tabia yake hii moja. Kwa watu wana tabia ya kubadilika. So tulikuwa tunapambana nao kwenye masuala ya kuwapa adhabu, kuzungumza nao. Ukizungumza na mtu singine unajua kumbe hii tabia ni kwa sababu changamoto za nyumbani kwao. Unamuita mzazi wake kama ni baba au ni mama. Kwa watu ambao wanaishi na baba na mama, pia kuna tabia za watoto ambao wanaishi na mzazi mmoja, ndio pia kuna tabia za tofauti. Unajaribu kuongea na baba, unajaribu kuongea na mama, unajua kumbe ndio mtoto ana tabia hii. Sasa kuhusiana na adhabu ambazo zinatolewa shuleni, sheria ya elimu inampa mamlaka waziri wa elimu kutunga kanuni ambazo zinasimamia utaratibu wa kumtoa adhabu ya viboko shuleni. Na tunajadili haya kwa sababu tumeshuhudia baadhi ya matukio ambayo yamekuwa ya kushangaza. Kwa mfano, moja kati ya tukio ambalo limetokea ni mwanafunzi ambaye alifariki, kidaiwa kwamba alifariki baada ya kipigo kutoka kwa mwalimu wake. Sasa moja ya kanuni zilizotungwa ni kanuni ambayo inajulikana kama The Education Corporal Punishment Regulation ya mwaka 2002. Kanuni hizo zinatoa mwongozo ni wakati gani adhabu ya viboko inatakiwa kutolewa na kwa kiwango gani. Kanuni ya 3, kanuni ndogo ya kwanza, inasema adhabu ya viboko itatolewa iwapo patatokea utovu mkubwa wa nidhamu au kosa ambalo litafanyika ndani ama nje ya shule na litaishushia heshima shule hiyo. Sasa kanuni zinaeleza kwamba adhabu itazingatia ukubwa wa kosa, umri, jinsi na afya ya mtoto, na adhabu itakayotolewa haitakiwi kuzidi viboko 4 kwa wakati mmoja, yani kwa kosa hilo, yani kwa wakati huo ambao mwanafunzi anaadhibiwa. Sasa utaratibu pia ambao utatumika pia, kanuni ya 5 inataka kila adhabu ya viboko ambayo itatolewa kwa mwanafunzi kuwe na kumbukumbu ya kutolewa kwa adhabu hiyo, na iwepo kwenye kitabu ikitaja jina la mwanafunzi, kosa alilofanya, idadi ya viboko na jina la mwanafunzi anayetoa adhabu. Lakini hii inatokana na mtu mwenye mamlaka ya kutoa adhabu ni mwalimu mkuu, au mwalimu mkuu anaweza akakasimisha mamlaka yake kwa umakini mkubwa kwa mwalimu yeyote ambaye atatoa adhabu hiyo. Na mwalimu mkuu inabidi sio tu kwa mdomo, lakini pia kwa maandishi na hata saini pale. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ikitokea mwalimu mkuu kwenye shule yako mtoto amechapwa mpaka amepata madhara au amefariki, utakuja kuulizwa, je, uliridhia? Wewe ndio ulitoa mamlaka hayo? Ulisaini wapi? Na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni jambo ambalo halitaishia tu kwa mwalimu, lakini pia hata mwalimu mkuu, kwa sababu yeye ndio ambaye anatakiwa kutoa adhabu hiyo. Sasa sheria hii pia inataka uchunguzi wa kujiridhisha kuwa mwanafunzi anayehusika moja kwa moja na kosa analotuhumiwa nalo, ndipo hatua ya kusababisha swala lake mbele ya mwalimu mkuu ili atumie mamlaka aliyopewa kisheria kutoa adhabu stahiki kwa mwanafunzi. So ile tu mwanafunzi tunamwambia lala chini, lazima si kuna kosa amelifanya, bwana kuna kosa 1 2 3, kwa nini umefanya? Yeye pia apate nafasi ya kujieleza. Akishapata nafasi ya kujieleza, pengine inaweza kawa imeanzia kwa mwalimu. Yani wanafunzi pia anatakiwa ajue kwa nini napewa adhabu. Yani ajue kwa nini napewa adhabu. Na ajue kwamba kumbe kutokana na kosa hili na hiki kitu ambacho nimekifanya ndio maana napewa adhabu hii. Tatizo si tu kuwa na viboko 4 vinaonekana kama ni vichache. Mwalimu anaweza kukuchapa fimbo moja tu. Yani hivyo viboko 4 vinachapwaje? Yani mwalimu anaweza kukuchapa fimbo hii. Ukakuwa unakumbuka maisha yako yote. Nimekaanza kuchapa hata fimbo 5 na zikawa za kawaida.
Unaona, kwa hiyo pia ningependa wazazi watoe taarifa kwa watoto ambao wana changamoto za kiafya. Wakati mwingine wazazi wapende watoto wao watambulike. Kuna baadhi ya shule watoto wenye matatizo ya kiafya walikuwa wanawekewa lebo ili hata wenzao wajue kwamba huyu pengine ana shida ya kuanguka, au pengine huyu ana matatizo ya moyo, au ana ugonjwa fulani. Na wakati mwingine pia mzazi anaweza akaja akasema mtoto wangu naomba asichapwe kwa sababu ana changamoto ABCD. Kama ni kweli changamoto ipo, alete vyeti vijulikane. Maana sasa pia unaweza kushangaa mzazi akaja akasema kumbe mtoto haumwi, kwa mtoto hana shida, hataki tu mtoto wake apewe adhabu. Unaelewa Niliwahi kusikia mtoto mmoja miaka miwili iliyopita kwenye mkoa fulani alichapwa fimbo moja tu na mwalimu. Yule mtu akapata matatizo ya uti wa mgongo. Ikaonekana kama vile mwalimu ile fimbo ndio imechangia. Kumbe mtoto alikuwa na tatizo la kiafya. Unaelewa, mzazi wake hakuja kuzungumza, au pengine hata kama alizungumza pengine hakuliweka wazi, mwalimu hakujua. Kwa hiyo pia ni vizuri wazazi waseme mapema kwamba huyu mtoto ana tatizo fulani, kwa adhabu yake sio fimbo. Akikosea ataokota nini, atafanya usafi shule. Kuna adhabu nyingi, atadeki vyoo. Kuna adhabu nyingi ambazo unaweza kumpa mtoto na kona ni za kawaida tu, ambazo haziwezi kumwathiri yeye kiasi hicho, kama unamchapa mpaka anafariki. Mwingine juzi mwana wanafunzi wamejipost, wamechapwa fimbo 4, mikono imevimba, mikono imechanika kabisa, ni fimbo 4, unaona. Kwa hiyo hizo sio fimbo 4, hizo fimbo 4 unazichapaje kwa mtoto? Na pamoja na hilo Goodluck kumegusia baadhi ya mambo. Kanuni hiyo ya sheria za utoaji adhabu imeonyesha pia wanafunzi wa kike mfano watapewa adhabu ya viboko na mwalimu wa kike tu, isipokuwa pale ambapo shule hiyo inakuwa haina mwalimu wa kike. Na swali lingine ambalo lipo ni kila mara pale ambapo adhabu inatolewa, adhabu inatakiwa iorodheshwe kile kwenye hicho kitabu kama ambavyo umesema. Sasa vitu vya kuorodheshwa ni pamoja na jina la mwanafunzi, kosa alilotenda, idadi ya viboko na jina la mwalimu ambaye ametoa adhabu hiyo, na mkuu atie saini katika kitabu kila mara pale ambapo mkuu wa shule adhabu inatolewa. Lakini mwanafunzi au mzazi akikataa adhabu ya viboko atasimamishwa shule na hatua za kinidhamu zitachukuliwa kwa mwalimu yoyote ambaye atakiuka utaratibu wa adhabu ya viboko. Na kwa waraka huu pia ilimaliza kwa kusema ijulikane ni marufuku kwa mwalimu yoyote kuonekana na fimbo mkononi kwa lengo la kumwadhibu mwanafunzi. Sasa hili la kuonekana na fimbo mkononi kanuni zinaeleza. Sasa wewe mwalimu anaweza kashika fimbo ni sehemu ni teaching aid. Fimbo ni pointer. Yaani mwalimu ashike fimbo kwa ajili ya kuchapa. Fimbo ni kifaa cha kazi kwa mwalimu. Tualike pia Moses Kiando, karibu sana. Mdau wa elimu huyu. Tumekushaanza hapa. Kama mwalimu kuonekana ameshika fimbo inakuwa. Lakini nakumbuka zamani kulikuwa na tumo wa fimbo, kunakuwa na mzigo wa fimbo. Sasa wewe ungesogea huku kwa karibu sana Moses. Na kule Dodoma pia tumkaribishe Godfrey Bonaventura ambaye ni mkuu wa miradi wa Haki Elimu. Habari za hapo Dodoma na karibu sana. Asante sana. Habari za Dar es Salaam? Salama kabisa, hapa ni njema na tulikushaanza kidogo. Naona mtandao wa changamoto hizi za kimtandao zimechelewa kidogo, lakini tuko vizuri sasa kuendelea. Tumegusia hapa kuhusiana na kanuni hizi ambazo zipo, kanuni na sheria za utoaji wa adhabu kutokana na waraka wa elimu wa namba 24 wa mwaka 2002 ambao umekuwa ukitumika tangu wakati huo. Lakini swali ni kwa kiasi gani haya yamekuwa yakitekelezwa na yakifuatwa, na nyie kama Haki Elimu mmefanya tafiti katika hili, pengine utugusie. Changamoto moja kubwa ambayo tunayo ni utekelezaji wa huo mwongozo. Kwa mfano sisi tulifanya utafiti mwaka 2020 kujaribu kuangalia hali halisi ya ukatili mashuleni, na asilimia takriban 87 ya wanafunzi walisema ukatili mkubwa ulioko shuleni ni wa kimwili, na huu unasababishwa na matumizi ya viboko. Na walivyoulizwa kati ya shuleni na nyumbani wapi kuna ukatili mkubwa, wanafunzi walisema asilimia 90 walisema ni shuleni. Sasa ukiona takwimu kama hizo zinakupa tafsiri rahisi kwamba kuna changamoto kubwa sana ya ukatili kwenye shule zetu.
na maana yake ni kwamba walimu wanashindwa kutekeleza mwongozo kama ambavyo unataka. Kwa sababu moja ya kitu ambacho kipo kwenye mwongozo pia ni kwamba mwalimu mkuu ndio anapaswa kutoa adhabu, lakini kama atakuwa ametingwa anatakiwa kumkaimisha mwalimu mwingine kutoa hiyo adhabu. Sasa kutekelezwa kwa huu mwongozo ndio tumekuwa tunakumbana na hizi changamoto mbalimbali za kuona kwamba walimu wanaamua kutumia viboko mahali popote pale wanapoamua, tofauti na mwongozo ambavyo unataka. Na katika hilo tumeona pia kuhusiana na kuwepo kwa daftari kwamba kila adhabu inapotolewa inatakiwa kuandikishwa. Ni vitu ambavyo havijashuhudiwa kwa kiasi kikubwa, na hapo umegusia kwamba wanafunzi wenyewe wakisema ukatili mkubwa ambao unatokea shuleni. Ni ukatili wa namna gani ambao mmebaini hutokea shuleni? Ukatili ambao tulibaini ni ukatili wa kimwili, ndio mkubwa sana, na ukatili wa kimwili ni kwamba ni matumizi ya viboko, na ndio maana hata sisi baada ya kufanya ule utafiti kuna kitu kingine ambacho tulijaribu kukifanya cha majaribio, ambao ni utafiti wa majaribio, kujaribu kufanya shule ziwe salama kwa kuleta kitu ambacho walimu watatumia adhabu mbadala, adhabu chanya, na tulifanya hii kwenye shule 8. Katika hizo shule 8, baada ya kumaliza kufanya majaribio ya utafiti walimu waweze kutumia adhabu mbadala, tumeona kuna mabadiliko makubwa sana kwenye hizo shule 8. Wanafunzi tulivyowahoji wamesema kwamba sasa hivi wana urafiki mkubwa sana na walimu, na moja ya jambo ambalo tumejaribu kuwauliza kwamba kitu gani kimesababisha hivyo ni kupungua kwa adhabu ya viboko, sababu wanasema 90% wanasema kuondoka kwa matumizi ya adhabu ya viboko na walimu kutumia adhabu chanya, adhabu mbadala, kumeleta urafiki mkubwa sana kati ya walimu na wanafunzi, na hiyo ndio mantiki ya ufundishaji. Panapokuwa na urafiki mkubwa kati ya mwalimu na wanafunzi, kunakuwa kuna wepesi wa mwalimu kuweza kumfundisha mwanafunzi, lakini mwanafunzi pia kuweza kuwa karibu na mwalimu na kupokea yale yote ambayo yanafundishwa, lakini pia hata kuwa na uwezo wa kuenda kwa mwalimu na kueleza shida yake kwamba mwalimu, mimi hapa sijaelewa, naomba unisaidie hiki na unisaidie hiki. Kwa hiyo tunaona kwamba bado kuna fursa kubwa sana, hasa huu utafiti wetu ambao tumefanya mwingine wa majaribio, ya kuondoa matumizi ya adhabu ya viboko, kwa sababu matumizi ya adhabu ya viboko mantiki yake ni kwamba uweza kuboresha nidhamu. Lakini tunaweza tukaboresha nidhamu kwa adhabu mbadala, adhabu chanya, na sio matumizi ya adhabu ya viboko ambayo yanaweza kutusababishia madhara mengi sana kwa wanafunzi, na tumeona hata mpaka sasa hivi vifo na vinakuwa vinajirudia, kwa sababu hiki kimetokea juzi ni kimoja, lakini utakumbuka mwaka 2018 kuna mwanafunzi pia Bukoba alifariki kwa sababu ya ukatili ambao ulisababishwa na adhabu ya viboko. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba lazima turudi mahala tufike kwamba kuna namna ya kutumia adhabu mbadala ambao sisi tunaita adhabu chanya, na bado mwanafunzi akaweza kuwa na nidhamu, na bado mwanafunzi akaweza kuwa rafiki na mwalimu, na mwisho wa siku mwanafunzi akaweza kufundishwa vizuri na yeye akaweza kujifunza vizuri akiwa shuleni. Adhabu za viboko zina maumivu makali sana. Na hata juzi nimetembelea shule tu 2-3. Mwanafunzi mmoja aliniuliza, ingekuwaje kama wewe unaechelewa ofisini na wewe ufike mahala utandiko viboko? Mwanafunzi aliniuliza swala kama hilo, utajisikiaje ukitandikwa viboko mkononi? Hiyo siku na uhakika hautafanya kazi yoyote, kwa sababu utakuwa unahugulia maumivu. Kwa hiyo sisi akielimu tunaona kwamba ifike mahala sasa serikali, kwa sababu sasa hivi tuna fursa, tunafanya mapitio ya sheria ya elimu kwamba tuweke kipengele tuweze kuzuia hiki kitu cha matumizi ya adhabu ya viboko na tuje na njia mbadala ambazo ni adhabu chanya, na tumeona kabisa zinafanya kazi. Sisi akielimu tunaweza tukawapeleka kwenye shule ambazo walimu wanatumia adhabu mbadala, adhabu chanya,
na bado wanafunzi wamekuwa na nidhamu na bado matokeo yamekuwa ni mazuri shuleni na wanafunzi wanajifunza vizuri na hakuna matumizi ya adhabu ya viboko ambavyo yanasababisha ukatili mkubwa kwa wanafunzi. Naam, Godfrey, tutarejea kwako kusikia. Kiando amegusia hapo Godfrey kuhusiana na tafiti ambazo wamefanya, lakini na mtazamo ambao nimeusikia wale ambao wanasema kuna wakati fulani kulikuwa na kizazi ambao walikuwa wanachapwa zaidi ya 4 fimbo hizi ambazo mwongozo unaeleza na unaelekeza kwa sasa. 12 20. Na mtu anakuwa iko vizuri. Iko vizuri. Nini ambacho kimebadilika? Sababu mitazamo imekuwa tofauti pia katika hili. Mimi ni tofautiani kidogo na mtafiti. Adhabu ya viboko kikanuni imekataliwa, lakini nataka ninukuu kidogo fungu la Biblia. Ina mwongozo kumradhi. Ukisoma Mithali 13:24 anasema yeye asiyetumia fimbo yake anamchukia mwanawe. Sisi kama walimu wale ni watoto. Sasa changamoto ambayo inatokea kwa walimu ni kwamba wanatumia adhabu ya kiboko kama adhabu pekee ya makosa yote. Lakini ukweli ni kwamba kila mtoto anastahili adhabu yake. Kwa hiyo wajibu wa mwalimu ni kusoma ni kitu gani ambacho mtoto huyu inaweza kuwa adhabu kwake. Yuko mtoto ambaye fimbo sio adhabu, anakuja asubuhi, mwalimu sijafanya homework yako nichape. Sasa mtoto kama huyu ukimchapa hujamsaidia. Kuna wale manunda anakuwekea hivi. Anakuwekea kabisa, yani chapa tumaliane. Hata ukimpiga 200. Sasa mtoto kama huyo inawezekana hiyo sio adhabu kwake. Lakini yuko mtoto ambaye fimbo ni adhabu kwake na inaweza kumsaidia kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Changamoto ambayo naikuta kwa walimu wengi ni kwamba wanatumia adhabu ya kiboko kama adhabu pekee kwa watoto wote. Hilo kwa kweli ni changamoto. Lakini kuna mtoto ambaye kumnyima chakula ni adhabu. Kuna mtoto ambaye kumnyima kutocheza kwa lengo zuri tu ni adhabu. Kuna mtoto ambaye ukimpa darasa afanye usafi siku 2, of course ndio hizo adhabu chanya tunazungumzia, lakini kwake itakuwa ni adhabu. Tunazungumza wakati mwingine hata kwenye vyuo kwamba unapompa mwanachuo ambaye ametoka Usukumani achimbe shimo na yule kumpa aliyetoka ukanda wa pwani kuchimba shimo, kwa yule wa pwani itakuwa ni adhabu kali sana. Lakini huyu aliyetoka Usukumani ni kazi ya kawaida na anaweza kamaliza kamsaidia na mwingine wakafanya. Kwa hiyo cha msingi ni kutambua saikolojia. Mwalimu awe na jitihada ya kujua tabia ya mtoto, kitu gani apendi, kitu gani anapenda, kitu gani kinaweza kumsaidia, kwa sababu lengo la adhabu ni kumsaidia mtoto kuacha vitu vibaya au kuacha tabia mbaya kwa na tabia nzuri. Kwa ili isaidie ni vizuri kujua nini kwake ni adhabu kuliko kufanya tu wote, kwa sababu umepiga kelele wote fimbo 6. Kuna watu wataumia pale, kuna wengine wanaweza katokea kaenda hospitali, lakini kuna wengine wataendelea na kile ulichowakataza kwa sababu hiyo sio adhabu. Kwa upande wa hizi adhabu za viboko sasa, wakati mwingine walimu wanatoa adhabu kwa hisia. Mfano umesema hapo mwanafunzi anakuambia nichape, kwa hiyo mwalimu anapata hasira, ana incorporate hiyo katika adhabu ambayo anatoa na inasababisha madhara kama haya ambayo tumeyaona. Yes, na mwalimu kianza ukimchapa mtoto ukiwa na hasira, hiyo ina madhara zaidi. Inatakiwa uwe soba na uchape mtoto na watoto wanajua akiwa amekosea, akichapwa anagundua kwamba hapa nimechapa kwa sababu nimekosea, sijaonewa, na anaweza kurekebisha kile ambacho alikuwa anafanya. Lakini akionewa, kuna wakati ndio ile anajenga chuki kati yake na mwalimu kwa sababu anahisi ameonewa, ile adhabu sio sahihi. Lakini mara nyingi watoto wakiadhibiwa katika hali ambayo ni usahihi, whether ni viboko au adhabu nyingine, lakini akabaini kwamba nimeadhibiwa kwa sababu ya makosa niliyotenda na nikirekebisha nitakuwa sawa, inamsaidia mtoto na unakuta ndio. Kwa hiyo walimu inapendekezwa kwa kweli usitoe adhabu ukiwa umekasirika, ukiwa na hisia ambazo sasa ile adhabu inaweza kuwa sasa ina madhara kwa mtoto na kwako mwenyewe, au kaadhibu kwa sababu umegombana na mkeo nyumbani alafu unakuja kuleta zile hasira kwa wanafunzi. Hiyo ni mbaya sana. Tusikie pia maoni ya wakazi kule Morogoro, anasemaje hasa changamoto iko wapi? Kwa wazazi, iko kwa walimu, iko kwa wanafunzi katika swala hili la utoaji adhabu, na tumeuliza zaidi kuhusiana na hili. Tatizo kubwa ni zaidi ni kwa walimu. Kwa walimu ni watu wazima wenye akili na wale tunawapelekea ni watoto. Kwa hiyo watoto wana makosa kuanzia majumbani mpaka wanapopiga shuleni. Kwa hiyo adhabu tu hiyo inaangaliwa.
wasilete adhabu kubwa kiasi kwamba kupitiliza kumuumiza mwanafunzi au mpaka kusababisha kifo chake. Hii itakuwa ileti maana kwa wazazi na kwa walimu. Tutakuja kujenga uhasama, tukajenga vita, itakuwa haipendezi. Shida ni iko pande mbili, kwa mzazi na mwalimu. Watoto wa sasa hivi bwana, sisi tunaokaa mtaani yaani kama wewe kuna kipindi unahisi ningekuwa mwalimu ningekuwa na hasira ya kupitiliza kwa mtu. Kwa sababu watoto wenyewe adabu mpaka unaishi unafikiria anatoka wapi? Anatoka kwa mzazi au anatoka polini kuja shule. Walimu ni binadamu kama sisi na ni wazazi vile vile. Lakini kuna kipindi hasira anayopewa na yule mtoto anashinda hata kujituliza. Na mtu kwenye kuchapa kapitiliza. Lakini shida kabisa ni kwa wazazi na walimu. Lakini wazazi wana shida kubwa sana. Hata mwalimu anapoanza kumchapa mwanafunzi anamwambia kwamba ainame, na wakati anainama anamchapa sehemu za kiuno. Sasa unapochapa pale sehemu za kiuno unaweza ukamletea madhara mwanafunzi. Na ni wakazi wa Morogoro. Tusikie pia kwa upande wa kule Mwanza. Kimsingi sioni kama adhabu inasaidia sana, lakini kwa sababu wakati mwingine watoto nao ni viumbe kama viumbe wengine wanafanya makosa, adhabu ni lazima iwepo. Lakini sasa kwa sababu kuna mwongozo, ni vema sasa wale wenye kuelewa mwongozo wautumie mwongozo, kwamba mwongozo unasema nini, adhabu itoe kwa namna ipi na ipi. Sasa sio kufanya ile excessive. Walimu morali imeondoka kabisa. Walimu morali haipandi. Kwa hiyo mara nyingi walimu wamekuwa kama vile wanafanya kazi kwa mazoea tu. Kwa hiyo wakati mwingine mwalimu unakuta amejijaza tu hasira, na kunapokutokea tatizo la mtoto sasa ndio mahala pake pa kupumulia, pa kumalizia kidogo hasira zake. Kwa hiyo anaondoka kwenye mwongozo. Yeye ndio anayeuelewa mwongozo unasemaje, lakini anaondoka kwenye mwongozo, anafidia hasira zake kwa mwanafunzi. Kwa hiyo mimi ninachokiona sana ni kuangalia namna gani, kwa nini morali ya walimu imeshuka na kipi kifanyike ili kupandisha morali. Yaani wawe na hamu, nina encourage ya kwamba walimu ni kazi kama kazi nyingine. Mtu aipende kazi, na akipenda kazi maana yake atampenda mwanafunzi, atapenda anachokifanya. Kutoka Mwanza na sasa tuelekee kule mkoani Manyara. Kwa mtazamo wangu, kiukweli nadhani pande zote zinaweza zikawa zina madhaifu, kwa sababu pia wazazi sio wafuatiliaji wazuri juu ya sheria zilizotolewa na taratibu ambazo zimewekwa, na pia serikali implement inaonekana pia kuna madhaifu kidogo kwenye utekelezaji, kwamba sheria inakuwepo lakini utekelezaji unakuwa pia ni kidogo. Kwa mtazamo wangu mimi nadhani naona kila upande utalaumiwa kwa wakati wake. Tukisema tunamlaumu upande mmoja tunakuwa tunakosea, kwa sababu mzazi ana jukumu la kumfundisha nidhamu mtoto wake kabla hajafika shuleni. Na mtoto yule ana wajibu wa kushika zile nidhamu na kuwa na nidhamu wakati akiwa shuleni. Lakini pia mwalimu ana wajibu wa kumfundisha na kumwelekeza yule mwanafunzi nidhamu ili asifanye makosa. Lakini ikitokea akafanya makosa mwanafunzi yule, mwalimu anapaswa kumpa adhabu ambayo inalingana na kosa alilofanya. Sisi kama wazazi hatujathibitisha kwamba mwalimu anakiuka taratibu za maelekezo aliyopewa na serikali. Kwa sababu mwanafunzi anapokosea siku zote hawezi kwenda kusema nyumbani kosa lake na akaeleza ukweli. Kwa hiyo bado hatujathibitisha ni kweli kwamba walimu wanakiuka hizo taratibu ama vipi. Hamna mwenye uthibitisho huo. Kwa sababu mwanafunzi huwa tunapokea maelezo ya upande mmoja. Lakini unapokwenda kwa mwalimu anakueleza kwamba mimi mipaka yangu ni viboko labda 4. Na ndivyo nilivyomwadhibu mwanao. Sasa nani atathibitisha kwamba vilikuwa viboko zaidi ya 4? Naam, tuelekee kule Simiyu ambako hivi karibuni limetokea tukio la mwanafunzi aliyefariki, ikidaiwa kwamba alifariki baada ya kuchapwa ama baada ya kupewa adhabu ya viboko na mwalimu wake. Na ni moja kati ya matukio ambayo yameibua mijadala mikubwa. Wananchi wa Simiyu wana maoni gani kuhusiana na adhabu ya viboko mashuleni? Kwanza watoto wetu nao wakati mwingine wanakuwa ni wajeuri sana, lakini pamoja na hayo sasa walimu sasa isiwe kigezo sasa cha kuwa wanawatandika tu. Walimu wakuu wajaribu kuwa wasimamia walimu
na kuwaelekeza na kuwaambia vizuri. Sasa kwanza walimu nao wengi ni watoto, hawana umri mkubwa, hawana maadili ya kizamani. Sasa walimu hawa nao waelimishwe, wapewe elimu pia kwamba adhabu zao zisipitize kiasi. Matukio ni kweli yanatokea mengi, lakini sasa tuangalie na wakati wenyewe ulivyo. Kwa sababu sisi zamani kama ni adhabu tulikuwa tunapigwa sana. Ulikuwa unaweza ukapigwa na mwalimu umeshika masikio na ukapigwa kweli. Kulikuwa hamna tukio hata la kuanguka au kufanya nini. Lakini kwa sababu sasa hivi shetani yuko kazini, hata mwanafunzi akipigwa fimbo moja anaanguka. Paka hata majumbani yanatokea. Unaweza kuamua kumpiga mwanao fimbo hata 2 mtoto akaanguka. Au umechukia unachukua fimbo unachanganya mtoto anaanguka. Sasa hivi hiki kizazi ni kibovu. Mimi kuna kipindi kimetokea wa kwangu alipigwa mpaka akazimia shuleni na akaenda kulazwa. Sasa walimu nao wafike sehemu wawe na kiwango. Hebu niambie huyo wa kwangu angefariki kule ingekuwaje? Wanafunzi nao wao wasikivu madarasani. Adhabu tunazopewa shuleni, yani kwenda kutoka shuleni kwenda kuchota maji kwenye mto. Alafu siku ile mwalimu alikuwa anatupiga, tulikuwa tunapiga magoti, tunaita mvua. Tunaomba serikali iweze kuambia walimu kwamba wapunguze viboko. Naam, ni maoni kutoka Simiyu, kutoka kwa wazazi na hata wanafunzi kuhusiana na adhabu ambazo zimekuwa zikitolewa shuleni. Na Godfrey, nikirejea kwako, awali uligusia kuhusiana na adhabu mbadala ambayo kwa upande wenu mnaona ni jawabu sahihi la kusaidia hasa katika changamoto hii. Ni zipi ambazo mnapendekeza? Nadhani Kiando alizungumza vizuri sana kwamba adhabu mbadala ni adhabu ambayo hutumii kiboko, lakini unakuwa umeelewa saikolojia za wanafunzi kwamba kitu gani kwake ni adhabu. Na unaweza kukuta mwingine mwanafunzi anapenda sana michezo. Sasa kama anafanya tukio alafu unamnyima muda wa kwenda kucheza, au unampa adhabu ya kwenda kutengeneza bustani, au unampa adhabu ya kufanya tukio fulani, then ile kwake inaweza kawa ni adhabu, kwa sababu unakuwa umemnyima kitu fulani lakini umempa adhabu hiyo. Lakini pia unaweza kuwa umemjenga kwa namna moja au nyingine. Sasa sisi tunazungumza hiki kwa sababu tuna utafiti ambao tumefanya. Na ndio maana tunasisitiza hebu twende kwenye ushahidi wa utafiti. Sababu katika shule 8 ambazo tumefanya, tumeona kuna mabadiliko makubwa sana na wanafunzi wamekuwa na nidhamu ya hali ya juu, na kumekuwa kuna ushirikiano mkubwa sana kati ya walimu na wanafunzi. Tofauti na mwanzo ambapo kabla tujaanza kuitumia hii tool, hii zana. Na tumeona kuna mabadiliko ya zaidi ya ufaulu wa wanafunzi, na tumeona wanafunzi wana nidhamu, na tumeona wanafunzi wanashirikiana. Na adhabu chanya ni adhabu ambayo haumfanyii ukatili mtoto, lakini unampa adhabu ambayo inampa fundisho, lakini wakati huo huo inaweza kumsaidia kwenye kumuendeleza kwenye namna moja au nyingine. Kwa mfano unaweza ukatumia hata nyumbani. Kwa mfano mtoto labda ameharibu kitu fulani, badala ya kutumia viboko unaweza kumwambia sasa, kwanza ukamwambia labda alikuwa anapenda sana swimming. Kwa ukamwambia weekend hii hautakwenda swimming kwa sababu umefanya jambo hili na hili. Alafu baada ya pale, kwa sababu hujampeleka swimming, atakuwa anaugua maumivu. Unakuja unamwambia sasa, hebu kishika kalamu hii hapa, hebu naomba uandike madhara ambayo umeyapata kwa wewe kufanya tukio hili katika ngazi ya familia, lakini na kwako pia. Kwa hiyo pale unakuwa umempa mtoto adhabu mwanzoni, alafu pia umemfundisha pia hata kuandika, kwa sababu ameweza kuelezea madhara ambayo amekumbana nayo. Kwa mfano labda tumevunja TV, tumeshindwa kuangalia taarifa ya habari, tumeshindwa kuangalia huba, tumeshindwa kuangalia hiki, tumeshindwa kuangalia hiki. Baba amepoteza hela na mimi sijaenda swimming. Kwa hiyo akawa anaweza kuandika kitu fulani kwa sababu umetumia adhabu chanya ambayo imemjenga yeye kwenye kujifundisha hata kuandika, lakini hata kufikiria na kuweza kubainisha madhara
ya jambo ambalo ameweza kulifanya. Sasa hizo ndio zinaitwa adhabu chanya. Hata shule zinaweza kutumika. Mtoto amefanya kosa na mwalimu Kiando amezungumza hapa, badala ya kumtandika viboko na umegundua kabisa huyu anaweza kuisikia adhabu hii kwa kufanya jambo fulani, ndio hivyo ambavyo unaweza ukatumia hiyo adhabu badala ya kutumia viboko, kwa sababu viboko vinaumiza na tusitumie miaka ya nyuma. Hivi vilikuja miaka ya nyuma na dhana yake kubwa ni ukoloni huko nyuma. Umeona? Na ni tofauti na sasa hivi, kizazi kimebadilika na tuna watoto wako tofauti kabisa na miaka ya nyuma. Kwa hiyo lazima tuwe wabunifu sana kuhakikisha kwamba tunatumia adhabu ambazo ni chanya, adhabu ambazo ni mbadala, adhabu ambazo zitaendelea kudumisha mahusiano kati ya mwalimu na mwanafunzi. Ili mwanafunzi aweze kufundishwa vizuri, lazima kuwa kuna mahusiano ya karibu sana kati ya mwalimu na mwanafunzi. Tofauti na wewe kutumia kiboko na ukatili ambako unampa maumivu, matokeo yake unamfanya mtoto awe na uoga kwako, mtoto atengeneze chuki kwako mwalimu, na anawezaje kuelewa hiyo algebra au mlinganyo unapokuwa unamfundisha, kwa sababu tayari ameshatengeneza uadui na wewe, kwa sababu tayari umeshamuumiza. Naam, Godfrey, na baadhi ya shule unakuta kuna walimu wanasifika kwa viboko na muda wote utamkuta mkononi akisika mwalimu anambia tunamuita mwalimu fulani, wengine wanapewaga hadi majina fulani maalum. Ni mambo ya kutafakari, lakini unakuta zamu yake imenyoka, watu wote wanawahi shuleni, wanaingia madarasani. Sasa Godfrey anaamini katika kuondoa kabisa viboko. Vizuri kama sala la mapigo. Kiando anasema bado viboko si advocate, lakini ninachojaribu kusema sio kitu cha kukiondoa kabisa. Lakini utaratibu ambao umewekwa haufuatwi. Mfano, hiyo ni changamoto nyingine. Hebu niambie hii kuhusiana na daftari. Kweli tutapita shule ngapi kuona daftari mwanafunzi jina lake limewekwa, amepewa viboko vingapi, mwalimu na mwalimu mkuu amesaid pale? Huwezi kukuta. Changamoto iliyopo ni kwamba hizi adhabu nyingine mbadala, nazungumza kwenye perspective ya mwalimu. Mimi si advocate kabisa viboko, kwa sababu nafahamu na nimekaa kwenye shule ambayo hawapigi viboko kabisa na watoto wana nidhamu. Kinachojitokeza ni kwamba kwenye shule nyingi hasa za umma ni kwamba adhabu ya viboko haitumii muda, ni papo kwa papo umemaliza, inaweka utii wa muda mfupi. Yani mwalimu anamalizana na pale pale. Wakati hizi adhabu nyingine zinahitaji mwalimu ujiandae, ukatengeneze mahali ambapo atalima shamba au atalima kitaru, baadaye ukague, ni kamchakato fulani, lakini ujenzi wake ni wa kudumu. Adhabu ya viboko inawezekana pia matokeo yake yakawa mafupi hivyo, utii ni wa muda na ni wa uoga, lakini tabia ile ya kudumu haijengwi, haitajengwa kwa sababu ya adhabu hiyo ya nani. Lakini kuna watoto wanastahili. Sasa huo utaratibu kwa kweli shule nyingi mno hazifuati. Na unadhani kutokufuatwa kwake kuna changamoto zilizopo kwenye huo utaratibu ambazo zinapaswa kurekebishwa pengine kwa mtazamo wako? Kwa vyovyote ni kwamba jambo lolote mtu ambaye yuko kwenye mamlaka akiamua kwamba sasa hili linasimamiwa, sheria ipo, mimi sidhani kanuni zipo, na hata tukiweka kwenye sheria mpya ya elimu utaratibu mwingine ukawekwa, kama hauwezi kusimamiwa matokeo yatabaki yale yale. Kwa hiyo kilichopo sasa hivi kisimamiwe, kifuatiliwe. Inawezekana kabisa kukawa na utaratibu mzuri. Naamini kabisa wako walimu hata hawajui kama kuna hizo kanuni, na wanachapa watoto, wanazidisha viboko. Mwingine anakuambia mtoto ukikosa katika maswali 50, kila swali unalokosa ni kiboko, na anatimiza kweli, na unakuta mtoto amekosa maswali 25. Changamoto ni kwamba sio taarifa zote tunazipata mitandaoni, ni kwamba miaka ya leo taarifa za mitandao zimekuwa kubwa sana, na sio kwamba zamani watoto walikuwa wachapu viboko, walikuwa wanachapwa sana, lakini taarifa ilikuwa sio nyingi kama ambavyo leo zinaonekana. Vivian. Mimi kwa upande wangu adhabu mashuleni ziwepo. Hasa haijalishi shule gani, lakini adhabu ni muhimu. Sema tu ni adhabu aina gani. Hata kama ni viboko, sawa, ni fimbo 4, fimbo 1, fimbo 2,
mtoto unamchapa vipi? Maana kuna mwingine ukamchapa fimbo moja tu lakini ikawa tafulani, mwingine ukamchapa hata fimbo 10 na bado ikatu ni fimbo tu za kawaida. Kwa kama serikali imetoa hizo wengine wanaongeza hasira. Kama serikali imetoa hizo fimbo 4 basi ifuatwe ile fimbo, lakini sasa sio fimbo 4 za kumkomoa mtu. Yani unamchapa mtoto wastani ili mtoto aelewe, ajue kwa nini nimekosea, lakini pia ahakikishe kwamba ile tabia anaipunguza kama sio kuiacha kabisa. Lakini kwenu kama, kwa sababu wote ni walimu, mnadhibiti vipi hasira katika kutoa adhabu? Kwa sababu inawezekana adhabu inayotolewa ukilinganisha na hata kosa haviendani. Wakati mwingine ni vyuo ambavyo tumesoma, sio utafiti rasmi, lakini ukuta wengi ambao wamepita moja kwa moja chuo kikuu na kwenda kufundisha wanakosa ule ualimu wenyewe, ile saikolojia ya walimu, kwa sababu najua lectures za vioni si nyingi sana ambazo kuna msisitizo wa ualimu kuliko ile taaluma yenyewe, kwa maana ya somo unaloenda kufundisha ni hili, lakini ili uwe mwalimu unatakiwa kuwa namna gani. Ile saikolojia ukijengewa, kwa wale ambao wamepita vyuo vya diploma au certificate kwa miaka 3, kuna namna ambavyo unabadilika, unakuwa mwalimu. Unaweza kudhibiti hasira zako, unaweza kujitambua, na unaweza kaamua ukajua kwamba sasa hapa na adhibu mtoto ili ajengeke badala ya kuwa na hasira. Hasira kila binadamu anazo, lakini ni kwa namna gani unaweza kuzidhibiti, hilo ni jambo la msingi sana, na ni mtu mmoja mmoja na namna ambavyo, na ni jambo linalofundishika. Kwa hiyo walimu wanaofundishwa wakizingatia masomo yao ya ualimu ya kuwa na saikolojia, namna kumhendo mtoto, inawezekana kabisa ukadhibiti hasira na ukaweka adhabu ambayo itakuwa inamsaidia watoto. Wengi sisi tumepita shuleni na tunajua kwamba ni mwalimu gani alikuwa ana upendo, na akiadhibu ni kwa sababu kweli umekosea na unapanga kujirekebisha kwa sababu mwalimu ametaka ufanye hivi. Asante sana Moses. Godfrey, tukikamilisha kwako. Karibu. Asante. Sisi bado tunasisitiza kwamba kwa mabadiliko ya sasa hivi na dunia inavyokwenda, na tunatamani sana kuona shule ziwe salama, shule ambazo hakuna matumizi ya viboko. Lakini ili kutumia adhabu mbadala, adhabu chanya, kuna haja kubwa sana ya kuandaa walimu wetu hawa, kwa sababu hata kwenye utafiti ambao tumefanya kwenye zile shule 8 namna ya kutumia adhabu mbadala au adhabu chanya, inahitajika sana kuwaandaa walimu, wafanye walimu wawe wazuri. Waingereza wanasema to prepare good teachers. Kuandaa walimu kuwa wazuri ni pamoja na walimu kuweza kuwafanya wawe na saikolojia nzuri ya kuwaelewa wanafunzi, na waweze kubaini kwamba ni muda gani na ni adhabu gani anatakiwa nimpe huyu mwanafunzi. Sasa hicho kitu sasa hivi tunakikosa sana, lakini pia ukizingatia changamoto ambazo walimu wanazo kwenye maisha yao ya kawaida, ndio inatuletea changamoto ambazo tunakumbana nazo sasa hivi, walimu kushindwa kufanya kile kitu kinachoitwa ualimu. Kwa hiyo tunasisitiza sana lazima tuachane na adhabu ya viboko, corporal punishment, lakini twende kwenye adhabu mbadala, na zinawezekana sana. Hata mwalimu Kiano alifundisha shule ambayo ilikuwa hakuna kabisa viboko. Lakini hii yote ni kuandaa walimu vizuri, ili kuweza kuhakikisha kwamba wanakuwa ni walimu ambao wanafanya kazi ya ualimu ambao ni pana sana, na kuna mambo mengi sana ambao wanatakiwa wawe nayo, ili mwisho wa siku waweze kuwafundisha watoto na kuwajengea nidhamu bila kutumia adhabu za viboko. Asante sana, tunashukuru kwa mchango wako. Ni Godfrey Bonaventura ambaye ni mkuu wa miradi kutoka Haki Elimu akiwa kule Dodoma. Tunakutakia majukumu mema Godfrey. Asante sana. Asante sana. Hapa studioni tunaye Moses Kiando, mwalimu na mdau pia wa elimu, ambaye amekuwa akishiriki nasi kupitia mazungumzo haya. Asante sana Moses. Asante. Lakini tulikuwa pia na Vivian Ugulamu kutoka Viwota Tanzania, taasisi ambayo imejikita pia katika masuala ya elimu, na amekuwa pia mwalimu pamoja na matron. Asante sana Vivian. Asante, nashukuru. Na tunakamilisha hivyo kwa sasa.